sura ya 23 mstari wa 35 hadi wa 43. Tutatangulia kusoma. Watu wakasimama wakitazama, wale wakuu nao walikuwa wamefanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Yesu Kristo, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakafanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotwangikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akisema, wewe umwogopi hata Mungu? Nawe katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu akutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunakumbuka kuteswa kwa Yesu na kifo cha Yesu, lakini mwandishi hapa anajaribu kuonesha kwanza, kama tulivyo wengi leo tumevaa nguo nyeusi tukiadhimisha kifo chake, na swala la kifo kweli linauma, lakini mwandishi hapa anajaribu kuonesha kitu kingine ambacho nafikiri mwandishi wa Waebrania amekifafanua zaidi, akisema, tukimtazama yeye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza safari ya imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na akaidharau aibu, ameketi mkono wa kuume wa kiti cha Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo shida haikuwa msalaba, pengine alikuwa ameshaomba, lakini shida, ukiachilia mbali msalaba, ilikuwepo dhihaka. Ile aibu na yenyewe ilikuwa ni shida ambayo kikweli watu wengi pengine inatushinda. Hatuwezi kuivaa nguo ya kuiadhimisha aibu kwa siku ya leo, lakini huyu mwandishi ameielezea kwamba msalaba haikuwa shida kubwa, kufa haikuwa shida kubwa, lakini kabla ya kufa msalabani ilikuwepo dhihaka na aibu. Na shida mimi niliyoiona haikuwa aibu pengine. Shida ni wale watu waliokuwa wanasababisha dhihaka. Unajisikiaje kwa mtu unayekufa kwa ajili yake na unamkomboa yeye, alafu huyo anakudhihaki na anakudharau na anakutemea mate? Sio kitu chepesi. Pengine katika wale waliokuwa na mdhihaki na kumcheka alikuwemo na yule mwanamke aliyepomba damu, pengine na Bartolomeo aliyepofuliwa macho alikuwemo mle, pengine na wale wengine waliopewa chakula wakala wakashiba, pengine alikuwa naona hivi kwa macho. Lakini hili lilikuwa ni jaribu kubwa haswa, kwa sababu kazi ilikuwa ibadikie msalabani. Lakini kabla hajafika msalabani, anaonyeshwa ukuu wake. Haya maneno ukiyasoma vizuri yanaonyesha ukuu wa Mungu, kwamba wewe hayapaswi kukuta kwa sababu haustahili. Lakini kuna mtu wa pili ambaye alionyesha dhihaka. Yeye ana shida kama mwenzake, naye yupo kwenye mateso, lakini naye anaonyesha dhihaka. Yaani una shida kama mimi, tunaenda msalabani wote, tupo wote msalabani. Baada ya kunifariji kwamba walau tumekufa, basi tumekufa na wewe, basi hujafa peke yako, na sisi tupo, pengine sisi tulisingiziwa, na wewe unaongeza kwenye dhihaka. Lakini
wakati huo huo unaenda kukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi ngumu kweli kweli, na kwa kazi hii ilivyo na ugumu wake, ilikuwa inalazimisha ile kazi kuu iliyolengwa istimilike. Kwa mfano, hivi unajisikiaje tukiwa tumejaa hapa kanisani, unamwambia mchungaji Ngewe ujue kuhubiri mbele ya waumini wake? Atakuelewa? Tunakuja hapa kila siku, wengine tunamuita baba, tunamuita mchungaji, tunamwelezea shida zetu kule ofisini kwake. Leo unamwambia mbele ya waumini wake kwamba wewe hujui kuhubiri, wakati masaa machache yajayo praise watasifu ataenda kuhubiri. Hivyo hiyo injili itapata. Na pengine wewe unayesema hujawahi kwenda hata chuo cha theolojia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoadhimisha kuteswa kwake Yesu, basi tukumbuke au uwe ukumbusho kwamba kinachotushinda sio majaribu tunayokutana nayo kila siku. Majaribu pengine tunaweza tukayahimili kama Yesu alivyokuwa na uwezo wa kuhimili msalaba, lakini ile ni hapa. Leo wakati nakuja kanisani, dereva mmoja alituovateki kwa serikali, tuovateki akatugonga. Sasa nyuma alikuwa na corona inamfuata, ilikuwa na dei inamfuata, wanakimbizana. Sasa akafikiria huenda huyu dereva ana viende yake. Huyu wa corona ashamwambia wewe sio dereva bora. Wewe unaendesha kwenye misafara, pengine unapokuwa unaendesha hamna hata watu, unachafuka ushakusafishia njia. Kwa hiyo wewe ukimbiza tu gari. Siku hiyo unakutana na mwenye corona aliyekudhihaki. Yupo nyuma yako, ukiangalia kwenye sentimita unamuona. Hivi hiyo spidi utakayotoka nayo umuoneshe itakuwaje? Lakini utakumbuka kwamba njiani kuna bodaboda, kuna bajaji, kuna baiskeli, kuna watembea kwa mguu. Lakini Yesu kama dereva aliwaangalia wabajaji ambao ndio sisi, alituangalia watembea kwa mguu sisi, alituangalia wabaiskeli sisi, akakaa kwenye mstari, akamwacha Corolla apite ili abaki na vitu yake akiwa mpole, ili kusudi yule wabajaji na wapikipiki kwenye safari yake wote wawe salama. Tunapoadhimisha kifo chake, basi tuzidi kuadhimisha upole wake katika kuhimili dhihaka na mateso, ili tunapotazama maisha yetu waone upe wa Mungu katika kuteswa kwake na kusulubiwa kwake. Amen.